Karibu kwenye msikiti wa Katara Blue. Kama wewe ni mgeni au mtu mwenye shauku kuhusu Uislamu, tunafurahi kuwa na wewe hapa. Hebu tuanze ziara yetu kwa kuchunguza usanifu wa msikiti. Kama unavyoona, usanifu wa msikiti unaonyesha mchanganyiko wa muundo wa jadi wa Kiislamu na ushawishi wa ndani. Zainab Fadhil Olu, msanifu wa Kituruki, ameunganisha miundo ya Ottoman, Kiarabu na Kiajemi katika msikiti huu wa kipekee. Angalia chandeliers, calligraphy, mbao, glasi ya doa na miundo kwenye paa na domes, zote zilizotengenezwa kwa mkono na kutengenezwa katika Dolmabahce Palace huko Istanbul. Msikiti huu ulioundwa mwaka 2009 na kujengwa mwaka 2010. Sasa hebu tujifunze kuhusu utamaduni wa msikiti. Unaweza kuona hakuna picha au sanamu ya Mwenyezi Mungu kwa sababu hakuna mtu aliyewahi kumuona. Yeye ni zaidi ya mawazo yetu. Hakuna kitu kama Mungu. Ukumbi wa swala ni eneo kuu ambapo Waislamu hukusanyika kwa ajili ya swala zao 5 za kila siku. Swala hutolewa katika kutaniko nyuma ya imamu, ambaye hachukuliwi kuwa mtu mtakatifu. Mtu yeyote anayejua sehemu ya Qur'an na anajua jinsi ya kuongoza swala anaweza kufanya kazi hii ikiwa imamu aliyeteuliwa hayupo. Kuundwa kwa mkutano ni kwamba wafuasi watasimama nyuma ya imamu katika mistari iliyonyooka bega kwa bega bila kuacha pengo kati yao. Inamaanisha kwamba sisi sote ni sawa machoni pa Mwenyezi Mungu. Pia inatufundisha kutendea kila mwanadamu kwa usawa. Uhusiano kati ya Mwenyezi Mungu na Muislamu ni muhimu sana na unafanywa kuwa wa kipekee zaidi kwa kumuomba moja kwa moja bila muombezi yeyote. Maombi huleta amani ya ndani ambayo inaongozwa kwa utulivu na furaha. Waislamu hufanya swala 5 za kila siku. Kila swala ina idadi tofauti ya vitengo. Kuna nafasi 3 ambazo zinarudiwa mara nyingi kama vitengo vingi vipo katika swala. Ijumaa ina umuhimu mkubwa katika utamaduni wa Kiislamu. Wakati wa swala ya pili siku hii, vitengo 4 vya kawaida vinafupishwa hadi 2 na mahubiri hutolewa na imamu. Katika mahubiri haya, imamu anawakumbusha Waislamu juu ya lengo la maisha, anasisitiza maandalizi ya siku ya hukumu na anatoa mwongozo juu ya masuala ya kila siku pamoja na mambo ya sasa. Mahubiri hutumika kama hotuba ya kiroho na kielimu, ikikuza uelewa wa kina wa kanuni za Kiislamu na kuhimiza kutafakari na kuboresha katika nyanja za maisha ya kibinafsi na kijamii. Wakati wa kuswali, Waislamu wanaelekea Kaaba, jengo la cuboid huko Makkah. Ni muhimu kutambua kwamba hatuabudu jengo, hutumika kama mwelekeo kuashiria umoja na umoja wa Mungu. Kabla ya kila swala, mtu hutoa wito kwa maombi. Sio tu wito wa maombi, lakini pia ni ukumbusho na tamko la imani yetu. Haijawahi kurekodiwa, lakini hutolewa moja kwa moja. Usafi ni sehemu muhimu ya tamaduni wa Kiislamu. Tunapaswa kufanya udhu kabla ya kuomba. Kwa swala ya Ijumaa inashauriwa kuoga kwa kina. Qur'an ni ujumbe wa mwisho kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambao ulifunuliwa miaka 1446 iliyopita kwa mtume wa mwisho wa Mungu Muhammad, amani iwe juu yake. Qur'an inataja wajumbe 25 wenye nguvu kati ya wengi ambao Mungu ametuma kuwaongoza wanadamu kama Adamu, Nuhu, Ibrahim, Ismail, Isaka, Yakobo, Yusufu, Musa, Haruni, Daudi, Sulemani, Yesu, amani iwe juu yao wote. Amani iwe juu yake, yeye ni mtume wa pili wa mwisho, na Muhammad, amani iwe juu yake, yeye ndiye wa mwisho. Qur'an iliteremshwa kwa Kiarabu na kila barua imehifadhiwa kama ilivyo tangu wakati huo. Hakuna matoleo mapya au tofauti ya Qur'an. Kuna Waislamu karibu bilioni 2. 90% ya watu hao ni wasiokuwa Waarabu, lakini wote wanasoma Qur'an kwa Kiarabu. Zaidi ya Waislamu milioni 100, wanawake, wanaume, watoto, wazee na vijana, wamekariri kitabu kizima cha kurasa 600 kwa moyo. Ni njia nzuri ya kuhifadhi Qur'an. Qur'an ina ujumbe wa awali wa vitabu vyote vilivyotangulia pia. Hivyo kufuata Qur'an kuna maanisha kufuata Torati, Biblia na maandiko mengine yote ya Mwenyezi Mungu. Je, wajua neno la kwanza lililoteremshwa kwa Mtume Muhammad, amani iwe juu yake? Soma: kwa jina la Mola wako mlezi aliyeumba.
amemuumba mwanadamu kutokana na chembe cha damu. Inaonyesha umuhimu wa kutafuta ukweli. Mwenyezi Mungu ametuma kwa neema manabii na wajumbe katika historia ili kuongoza ubinadamu kuhusu asili yake ya kweli na kulinda haki za msingi na kila mtu. Haki hizi ni pamoja na ulinzi wa dini, akili, afya, utajiri na maisha yenyewe. Kupitia mafundisho na mwongozo wao, wajumbe hawa wametupatia hekima na maarifa muhimu ili kudumisha haki hizi muhimu. Kukuza jamii ambapo kila mtu anaweza kustawi kwa maelewano na mtu mwingine na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Muhammad, amani iwe juu yake, ni mtume wa mwisho. Waislamu wanaamini na kuwapenda manabii na mitume wote 125,000. Kufuata mafundisho ya Muhammad, amani iwe juu yake, inamaanisha kujifunza zaidi juu ya mitume wote wa Mwenyezi Mungu na kuwapenda wote kama tunavyompenda Muhammad, amani iwe juu yake. Tunaamini ujumbe wa Uislamu ambao ulianzishwa na Adam, amani iwe juu yake, ulikamilishwa kupitia Muhammad, amani iwe juu yake, na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sisi Waislamu kwa ujasiri sana tunadai kuwa wafuasi wa manabii wote na wajumbe wa Mwenyezi Mungu. Zaidi ya mazoea ya kidini, misikiti ina jukumu muhimu katika maisha ya kitamaduni ya jamii. Jamii huja pamoja kwa shughuli mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mipango ya elimu, matukio ya kijamii na mipango ya hisani. Msikiti mara nyingi hutumika kama vituo vya jamii, kukuza umoja na ushirikiano. Asante kwa kujiunga nasi katika ziara hii ya msikiti wa Katara Blue. Tunatumaini uzoefu huu umekupa ufahamu wa kuvutia juu ya urithi tajiri wa kitamaduni na kidini wa Uislamu. Tunakutakia kukaa vizuri nchini Qatar na amani katika safari yako. Ikiwa una maswali yoyote au unahitaji habari zaidi, tafadhali waulize wajitolea wetu au tembelea www.edialogue.org. Usisahau kukusanya baadhi ya vitabu na vifaa vya kusoma kama zawadi kutoka msikiti wa Katara Blue, unaopatikana kwenye dawati la mbele au katika sehemu ya kike. Kusikiliza wito wa swala au kusikiliza sura ya kwanza ya Qur'an au kujua nafasi 3 katika swala au kujua misingi 5 ya Uislamu au kujua hatua za kutengwa, tafadhali bonyeza kitufe kinachofuata au bonyeza nyumbani ili kurudi kwenye ukurasa mkuu.